Unaweza ukajiuliza nikisema mwanzo mpya kwenye maisha ya mtu nakuwa namaanisha nini? Nakuwa namaanisha kitu kama hiki. Kwa mfano wewe unasafiri kutokea Mwanza na unaelekea Dar es Salaam. Na wakati wa safari, katikati ya safari, usingizi ghafla ukakupata, ukasinzia ndani ya basi. Na ukatembea kwa kitambo kidogo sana. Wakati unatembea uko mbele, ukastuka kutoka usingizini. Ile unastuka kutoka usingizini, ukachungulia kwenye dirisha, ukaona kibao kimeandikwa karibu Kigoma, na wewe ulikuwa unaelekea Dar es Salaam. Manake umepotea direction ya kule ambapo ulikuwa unaelekea, na sasa hivi unaelekea kwenye direction nyingine. Sasa nakuuliza swali, ni bora kushuka kwenye huo usafiri ambao unakupeleka kwenye direction isiyofaa, ama ni bora kuendelea kung'ang'ania kwenye huo usafiri ambao unakupeleka kule ambapo haupajui na haujui nini hatima ya hiyo safari yako? Mimi ninakushauri, naona ni bora kuanza upya. Ni bora kuwa na mwanzo mpya kwenye maisha yako. Ni bora kushuka kwenye usafiri ambao unakupeleka kwenye sehemu ambayo hauelewi na kuamua kutafuta usafiri ambao unakupeleka kwenye sehemu ambayo unaelewa. Manake ni bora kuachana na maisha ya zamani ambayo yanakupeleka kwenye hatima ambayo unajua kabisa ni mbovu, ama haujui hatima yako itakuwa ni nzuri ama ni mbaya, na kuelekea kwenye maisha ambayo unaona kabisa yanakupeleka kwenye hatima ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, lakini pia yanakupeleka kwenye furaha yako ya kimaisha. So hakuna haja ya kuendelea kung'ang'ania vitu vya zamani. Ikiwa Mungu ameweka mwanzo mpya kwenye maisha yako, unaweza ukaanza upya na ukafanikiwa.